Na mtazamaji wa Kawabe Sport, karibu kwenye mbilinge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu. Chuma cha Mjerumani. Kwanza chuma cha Mjerumani, pole kwanza. Pole ya nini tena mzee wangu? Pole si ya sakata linaloendelea sasa hivi kama tunachafuliwa kwenye ligi yetu. Kama sisi wadau wa soka. Nadhani hili jambo ni sisi kujitakia tu, lakini ile inawezekana kutoka ukishimoni tuliko na tukaja katika eneo ambalo ni nzuri zaidi. Yes. Tuanze hapa. Kulikuwa kuna vitu ambavyo vinaendelea, vitu vingi sana, hususan Wallace Karia, rais wetu wa shirikisho la mpira wa miguu. Kuna baadhi ya kauli amekuwa anaongea, na upande wa pili wazee wa Young Africans jana wakaitisha kikao, wamekaa wakasema aombe radhi kwa zile kauli. Ni dhahiri shahil anapaswa kuomba radhi Ambokile. Kwanza mimi nilitegemea kuona kwamba shirikisho la soka Tanzania TFF linakuja kusawazisha haya mambo yote ambayo yametokea, kwa maana kwamba kwa kiongozi mkuu. Nadhani ligi yetu mahali ambako tumefika tumepiga hatua, lakini kwa hili ambayo tumelianzisha sisi wenyewe, maana yake tunataka kujirudisha nyuma. Huu ulikuwa sio muda wa TFF kuweza kurumbana na wadau wa soka. Ulikuwa sio muda kurumbana na wadau wa soka, aidha wazee wa Yanga au wazee wa Simba au mtu mwingine yoyote, au kushambulia vyombo vya habari. Hapana. Na haya yote yanaendelea kwa sababu wao wametaka kuishi maisha sawa, maisha ya midahalo isiyokuwa na maana, ya midahalo isiyokuwa na maana. Issue kubwa ni sheria na kanuni kufuatwa. Ni issue kubwa. Kosa limetokea, tuna sheria na kanuni. Sasa hatujikiti kwenye hoja ya sheria na kanuni, tunaingia kwenye hoja ya kipuzi kabisa ya hekima na busara. Hapana. Naizungumza very clear kupitia Kawabe TV. Hekima na busara ziko kwenye ndoa, sio kwenye mpira. Hekima na busara kazi ziko kwenye ndoa. Hekima na busara ziko kwenye ndoa, sio kwenye kandanda. Kwenye kandanda kuna kanuni na sheria, sheria na kanuni. Timu yoyote ambayo imefanya mambo kinyume na utaratibu wa sheria na kanuni iadhibiwe. Na niwaambie, mimi sitaki kuamini rais baada kutoka kwenye uchaguzi wa CAF baada kushuka Tanzania, si ndio? Angesema kesho nitakwenda kuzungumza na vyombo vya habari kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, kwa sababu mimi ndiye rais wa mpira Tanzania. Amini ninachokwambia. Watanzania wengi wangekuwa na hamu na shauku ya kuona rais anakwenda kuzungumza nini kuhusiana na mpira. Rais ameshuka. Unanipata vizuri? Kwa sababu mimi kama chuma cha Mjerumani nilitegemea baada ya kuona kamati imesema itaendelea kufanya uchunguzi, na wakati wa kamati imebaini kwamba kuna maelekezo ambayo Simba hawakuyatekeleza, kwa maana kwamba maelekezo ya taarifa kikanuni. Wananipata vizuri? Nilitegemea sheria na kanuni kuchukuliwa pale. Unanipata vizuri? Hata kama ingekuwa ni swala la hekima na busara. Mimi sitaki kuamini Yanga ni wenda wazimu. Sitaki kuamini Simba ni wenda wazimu, hapana. Lakini je, umeenda na approach gani? TFF wameingia kwenye mzozo wa watu vijiweni. Wameingia kwenye mzozo wa watu wapiga soga vijiweni. Unanipata vizuri? Na ndio maana leo tunashindwa kupata majawabu sahihi, wakati inaonekana mwenye makosa ni bodi ya ligi. Sasa hivi imekwenda mpaka TFF kwa kauli ambazo zinazotolewa. Unanipata vizuri? Yaani haya yote tunayoyaona, TFF na bodi ya ligi ndio wenye matatizo. Ndio wamesababisha mchafukoge wote huu. Na tunazungumza ule ukweli. Njoo na hoja. Unanipata vizuri? Hii issue wakati tunajadili kunusuru mpira wetu mahali tulipo, wanatokea wapuuzi, wanaanza kuzungumza mafanikio ya Karia. Sikiliza. Hapa tujadili mafanikio ya Karia. Kila mmoja najua kwenye miaka 4 au 5 tumefanya nini kama taifa, sio Karia. Hapana. Taifa zima. Sikilize. Karia hawezi kufanya yeye peke yake bila wadau wa soka. Unanipata vizuri? Na tunazungumza kwa sababu tunamheshimu, ni rais wetu wa mpira. Wanazungumza tu wajinga kabisa.
hivi unajua haya mawazo si kimekwenda kimerudi, rais kafanya mafanikio haya haiwezekani. Kwani nikakataa hana mafanikio? Hamna mtu alikataa. Sisi hatujakataa kwamba Karia ana mafanikio, sawa. Hoja ni kwamba kwa nini dabi imeahirishwa, sio mafanikio ya Karia. Na niwaambie, sisi kufuzu AFCON sio mafanikio. Sisi kufuzu AFCON sio mafanikio. Hivi kama wao kufuzu AFCON nasema mafanikio, waliochukua ubingwa, waliofika nusu finali, unakuja kuona sisi na mataifa ambayo yameendelea kimpira tuko dunia nyingine. Ndio maana sisi haiwezekani kwa taifa ambalo limefuzu michuano ya AFCON mara 4 mfululizo bado sisi tunajimwambafai kufuzu kwetu ni mafanikio. Hapana, lazima tufike mahali. Ndio maana nilisema Simba uwezo ukasema ni Giant Africa. Giant ndio wanachukua ubingwa shekhe. Yaani unasema Simba Giant Ahli, tuseme kwa Ahli Afrika ni underdog, ila Simba ni Giant. Haiwezekani. Mafanikio Tanzania kufuzu kwenye AFCON ni swala la kawaida tu. Tena tulichelewa wenyewe kwa sababu hatukuamua kuwa serious, kujua kwamba yes, mpira ni science, unataka nini tukifuate. Lakini ukiniambia eti mafanikio ya Karia ni mafanikio, yani mafanikio kwamba kufuzu AFCON nini, na watu wameenda kuleta data nyingi ufukweni, tumeleta kombe la ufukweni hapa. Ando tuulizane, tumefuzu AFCON, tumeshinda mechi yoyote? Ando tuulizane, tumefuzu AFCON sawa, tumewahi shinda mechi yote huko? Mafanikio gani mnayasema nyie? Unanipata vizuri? Ndio maana nasema watu wanaotengenezwa. Hoja hapa kwa nini dabi imeahirishwa? Na ndio maana nikasema wachambuzi ambao wanaingia kwenye huu mfumo waje na majibu. Nilitamani watu waumize kichwa. Shekhe, dabi imeahirishwa kwa sababu gani? Tunaomba majibu TFF na bodi ya ligi. Kuna sababu zilitoka chama cha Mjerumani. Sababu gani? Sababu ya kwanza ilikuwa ni usalama. Umefanyaje? Na rushwa pia. Rushwa ipi? Aliyesema mechi ya dabi imeahirishwa kwa sababu ya rushwa, mbona hatujasikia wahusika TAKUKURU wakisema kwamba tupo kwenye uchunguzi wa kuchunguza rushwa ambayo inasemekana ilifanyika kwenye mechi kwenye maandalizi ya dabi ya Kariakoo? Wao umesikia? Kiongozi wa TAKUKURU kasema? Aliyesema nani? Hapana. Bodi ya ligi wao wenyewe hawaaminiki kwa hivi sasa. TFF wao kitengo chao nao hawaaminiki vile vile. Taarifa ambazo zinazungumzwa mtaani zinahusu vyombo vyao hawakanushi. Unanipata vizuri? Nakupa mfano mzuri sana. TFF waliingia mkataba na kocha Adel Amrouche. Kocha Adel Amrouche alikichafua huko kwenye mashindano ya AFCON. Si ndio? Ameshinda kesi wakati bado ana mkataba na sisi kuinoa timu ya taifa Tanzania. Ameshinda kesi, CAF inabidi wamlipe baada ya kushinda ile kesi. Hatujakaa siku nyingi, anatambulishwa Rwanda. Hakuna majibu yoyote. Wa Tanzania, aliyekuwa kocha wetu Adel Amrouche, mkataba wake tumevunja na hivi sasa hatuna mkataba naye, na ndio maana ametambulishwa kwa wenzetu. Hakuna. Unakuja kujiuliza hivi vitengo viko kwa ajili ya kazi gani? Unanipata vizuri? Mambo yanayohusu bodi ya ligi wanakuja kuzungumzwa watu mtaani, bodi ya ligi imekaa kimya. Unakuja kujiuliza, bodi ya ligi inachafuliwa, wamekaa tu. Lazima wakanushe. Watoe tamko kwa. Yes. Jamani, wadau wa soka, kinachoendelea sio sahihi kuidefend taasisi. Unanipata vizuri? Yaani ukifanya taasisi iwe salama salimini. Leo nakuja kuzungumzwa mambo kibaya yanayohusu bodi ya ligi. Hawakanushi. Manala na Wallace Karia, kuna kitu kinachoendelea katikati yao. Kitu gani? Kwa nini kuniambia Manala hajui kinachoendelea? Hii hata mtoto mdogo anajua dabi imeahirishwa, sababu za msingi hakuna. Kwa nini hujui? Kauli zake zile. Hapana. Yaani kwa Haji Manara mimi sitaki muingie huko. Yaani mimi sioni, yani tuanze kumjadili Haji Manara. Kwani wewe hujui kama dabi imeahirishwa? Sababu wewe unazijua. Na wewe si binadamu kama Haji. Na ana dauti. Kwa nini dabi imeahirishwa? Hakuna maelezo ya kikanuni na kisheria. Unanipata vizuri? Sasa hili ni anguko. Sikiliza. Mimi natamani kuona kwamba msimu huu timu ambayo itakuwa bingwa ichukue ubingwa kwa ubora wa wachezaji wake. Hapa kuna bingwa anatafutwa hapa. Amini ninachokuambia. Hapa kuna bingwa anatafutwa. Na wakumbusha, wakati Simba inachukua ubingwa mara 4 mfululizo, Simba inachukua ubingwa mara 4 mfululizo, uwekezaji katika vilabu vyetu ulikuwa ni wa kawaida sana.
Msimu kama Simba unautaka ubingwa, wangekumbuka kufanya usajili bora tangu awali. Unanipata vizuri? Kwa sababu hakuna sababu za mashiko why usilete timu uwanjani. Unasema usalama, nani kaumia? Umesikia jeshi la polisi limetoa taarifa? Unanipata vizuri? Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam. Umesikia wamesema ile mechi kwa sababu nao wamehusika kwenye hicho kitu. Wamekaa kimya. Kwanza mimi naipongeza serikali. Ilizungumza mapema kabisa. Ulinzi na usalama utaimarishwa kwenye hii mechi. CCTV kamera zitafungwa za kutosha. Tunaanzaje kuwasingizia serikali? Serikali hapa inakosa gani? Kwa hiyo chuma cha Mjerumani sikiliza. Simba inaandaliwa kuwa bingwa msimu huu. Simba inaandaliwa kuwa bingwa msimu huu. Kwa sababu hakuna sababu ya timu kutoleta uwanjani. Unaogopa nini? Lete timu uwanjani. Hivi unataka kuniambia Simba maandalizi ya mechi ya Yanga yalikuwa masaa 2? Kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo? Sio kweli. Wale walikuwa wanajua na kushonwa. Walikuwa wanaogopa. Nasema hivi, ni waombe Young Africans wao wakubali game. Wacheze. Sikiliza, hii Simba ifanye inavyoweza. Labda itokee mwamuzi avurunde kweli kweli. Lakini kipigo mbele ya Yanga kiko pale pale. Na Yanga wameenda kasi sasa. Hata kama wameenda kasi kutokana na huu mchafuko unaoendelea. Simba inaandaliwa kuwa bingwa msimu huu. Simba inaandaliwa kuwa bingwa. Ndio maana kuna sarakasi nyingi namna hii. Ndio maana kuna watu wanatengenezwa kuficha huu ujinga unaoendelea. Haiwezekani. Wanipata vizuri? Sasa wa TFF inabidi aongeze juhudi za kuongea na rais. Kauli zinazoendana na level ya ligi yetu. Hizi kauli hizi hazijengi, zinabomoa. Ligi tumeambia iko nafasi ya 4 lakini haziendani na hizi kauli. Lakini kauli nafasi ya ngapi? Kauli anazotoa kama nafasi ya ngapi? Nimeshasema haziendani. Huu ndio muda wa kubadilika. Maana yake mataifa mengine yote huko wanatushangaa sisi. Kuona dabi imeahirishwa sababu za msingi hakuna. Alafu kibaya zaidi, maneno kati ya wadau na shirikisho na bodi yako kibao. Ya nini haya? Tuondoke kule tuliko. Tubaki sehemu ambapo tushatengeneza mazingira. Na kwa mwenendo huu tunawakimbiza wadhamini. Kwa mwenendo huu tunawakimbiza wadhamini. Kwa sababu lazima nilitegemea shirikisho lilitakiwa iliombe radhi wadhamini, iliombe radhi washabiki, iliombe radhi kila kitu kutokana na mchezo mkubwa sana barani Afrika kutofanyika kwa sababu ambazo hazina kichwa wala mguu. Hawajaweka wazi mpaka dakika hii. Wanaruka tu, mara usalama ulikuwa mdogo. Wewe Jumanne Muliro hajasema, wewe unasema, wewe nani? Haiwezekani. Tusisingizie vyombo vya ulinzi na usalama. Hapana. Hii mechi kuna mtu alikuwa anashonwa. Unanipata vizuri? Simba ilikuwa inashonwa hii mechi za kutosha, wakaamua kukimbia. Sasa wewe unasema Giant Afrika unaikimbia Yanga. Hivi ni vituko vya aibu kabisa. Giant unaikimbia Yanga Afrika. Sisi Giant sisi ndio mfano wa kuigwa. Unakimbia mechi. Leta watu wakupasue. Wenyewe ndio chanzo haya yote. Sikiliza, leta watu wakupasue. Na Simba bahati nzuri wamekutana na wasimamizi wa sheria na kanuni ambao tayari hawajui nini cha kufanya. Umenipata vizuri? Barcelona mechi yao imeahirishwa. Ilipoahirishwa ile mechi yao, juzi wameomba kwamba ile mechi isogezwe mbele tena. La Liga wamesema acheni utoto. Mechi iko pale pale. Bodi ya ligi mnaweza. Mnaweza nyie. Ulimomafua tu mechi kaahirishwa. Nyie mnaweza? Unanipata vizuri? Simba inaandaliwa ubingwa wa ubaya ubwela. Simba inaandaliwa ubingwa wa ubaya ubwela. Hiki kinachoendelea hiki ndo ubaya ubwela wenyewe huu. Unafanya kazi. Yaani ni ubaya ubwela wa dhuluma. Ubaya ubwela wa bila haki. Wewe sasa ubaya ubwela tende uwanjani. Lete kikosi hicho wewe na ubaya ubwela wako. Lete kikosi hicho. Nimeona watu wasema kimekwenda kimerudi, timu ina Pakome. Si nani? Lete timu uwanjani. Wakushone watu. Unanipata vizuri? Lakini haya masao kukimbia no. Mafanikio ya kufuzu AFCON hayahusiani na hiki ambacho kimetokea. Tuache siasa, tusiwazimishe watu. Hoja kwa nini game imeahirishwa. Hoja kwa nini game imeahirishwa. Sio mafanikio ya uwepo wa Karia madarakani. Hapana.
Hapana. Yeye inabidi aombe radhi kwa hiyo. Huu sio muda wa kampeni. Sikiliza, huu sio muda wa kampeni. Nimeona watu wanazungumza mambo mengine ya ovyo kabisa. Huu sio muda wa kampeni. Sio? Kwamba Karia kafanya lile, kafanya lile. Kama kampeni ndo tutangazie uchaguzi. Hakuna shida, tutamnadi tu mgombea. Mbona mna shida? Hakuna mtu ambaye hajui Karia hicho kifanya. Lakini tunapokuja kwenye issue ya dabi. Hii issue ya dabi inamchafulia Karia hii. Hii issue ya dabi. Na nilitegemea angenyamaza kimya au angetumia busara kweli kweli kusolve hili tatizo. Kuna watu ambao wanashinikiza jambo wanamharibia Karia. Anaingia kwenye mfumo. Wanamharibia Karia. Leo jana kazungumza hapa. Vyombo vya habari vya Tanga sijui kimekwenda kimerudi. Sasa yale mambo yale hatakiwi kwenye ligi yetu. Hivi kwenda kuingia akili kuna redio Tanga inasumbua redio za da. Tuongee tu ukweli. Tuongee tu ukweli. Kuna redio ambayo iko Tanga inasumbua redio za Dar es Salaam. Kweli. Kabisa Tanga kabisa. Hata kutaja vyombo vya habari wakarudi. Yaani kweli kabisa kuna redio Tanga inasumbua kuliko redio ya Dar es Salaam. Kweli. Kila kitu kiko da. Sasa haya mambo haya rais wetu sisi tunampenda sana na tunamheshimu sana. Haya mambo atakao kutulia. Washauri wake huu ndio muda wa kuongea na rais. Jamani, hapa tunaharibu level ya mpira wetu. Tuboresheni pale. Mimi naamini Mangungu ukimleta hapa, Engineer ukimleta hapa, mkae mzungumze, mnamaliza. Lakini kama ndio ubingwa wa kutengenezana, hii mechi na kama nakuelekea ligi msimuni. Tumeanza vizuri tunakwenda kumaliza vibaya. Mwisho wake na mbaya. Ndio tumeanza vizuri lakini mwisho wake unauonaje? Mpaka dakika hii. Kwa sababu huu mzozo unaoendelea huu una athari nyingi sana kiuchumi kwa vilabu. Kwa sababu leo hii ziko timu washabiki wao hawatokwenda. Walipata vizuri na hakuna bingwa bila mechi kumalizika za msimu. Unanipata vizuri? Leo hii wana Yanga wataka kuniambia wanaielewaje TFF au bodi ya ligi? Hapana. Tumekubaliana tusimamie sheria na kanuni. Lakini kama imeshindikana, tangazo la taifa kutoka kwa chuma cha Mjerumani. Tangazo la taifa. Kama tumeshindwa kusimamia sheria na kanuni, kuanzia leo tuzifute. Tuanze kutumia hekima na busara. Kama mzee Mguto alisema. Kama imeshindikana kusimamia sheria na kanuni, kuanzia leo tutumie hekima na busara. Sheria si hatuziwezi. Zimetupalia. Hatuziwezi. Sheria shawapalia bodi ya ligi na kamati zake mpaka TFF huko. Zishawapalia kitambo tu. Unanipata vizuri? Kwa hiyo inabidi tuondoke huko. Tubaki kwenye busara na hekima ambazo ziko kwenye ndoa, tuzilete kwenye mpira. Wala hakuna shida. Ni maisha ambayo tumeyachagua sisi wenyewe. Unanipata vizuri? Lakini vinginevyo tunakoelekea ligi yetu ni kuiharibu vibaya mno. Leo Wakenya wanatamani kuwa kama sisi. Waganda wanatamani kuwa na ligi kama ya kwetu. Rwanda wanatamani kuwa na ligi kama ya kwetu. Hata Zambia ambao wameporomoka wanatamani kuwa kama ligi ya kwetu. Leo wanapoyaona haya, hii ni vita vya panzi, furaha kwa kunguru. Nakwambia wanafurahia kujikorogeni hivyo hivyo. Hapana. Hata kama we ni Simba, hata kama we ni Yanga, ni kiongozi. Ndio maana kwenye ofisi kuna muongozo wa sheria na kanuni. Unanipata vizuri? Sheria na kanuni. Fuata, wala kuna shida bila ubaguzi. Lakini kwa haya yanayoendelea, na waambieni tena. Hii Simba taikutana na Yanga leo. 7. Simba ikutana 7. Walete timu uwanjani. Kwa sababu wajua Simba kwangu mimi ina wachezaji 4 tu wa maana kwangu. Wachezaji 4 tu? Simba ina wachezaji 4 tu wangu mimi wa maana pale Simba. Musa Kamara, Jean Chalea au MVP la Cote d'Ivoire, ambaye anafanya vizuri sana, na B Elia Mpanzu pamoja na Kibu Dennis. Yaani hao ndio wachezaji wangu bora Runyasi Simba. Musa Kamara, Jean Chalea au kiungo wa boli, lakini pia bwana mkandaji Kibu Dennis pamoja na ndugu yangu Nabii Elia Mpanzu. Hao ndo wachezaji Simba Sports Club. Watu walikuwa wanamlinganisha Kagoma na Aucho. Tutamkosea heshima sana Aucho. Yaani Kagoma unamfanisha na Aucho, wewe haziko sawa sawa. Yaani wewe hujui mpira uondoke kabisa. Unanipata vizuri? Hivi unamfananishaje mtu mwenye mafanikio nchi hii? Kwenye misimu 3 Dr. Khalid Aucho na Yusufu Kagoma, kisa yuko robo finali kombe la shirikisho, bado hajafikia level. Lazima tumpe heshima yake Dr. Khalid Aucho. Mimi kwenye ukweli nitasema ukweli. Kwa maana kwamba Dr. Khalid Aucho ni bora kuliko Yusufu Kagoma. Ni ukweli sio pingika. Yaani sasa unaenda kumtusi kweli Dr. Kagoma kaitwa jina gani? Ukimuondoa Yusufu Kagoma la jina gani lingine?
Sasa mkata show mara yake nini? Huyu Dr. Khalid Aucho sio choo kidogo hicho. Lazima tuheshimu mpira. Huyu Yusuf Kagoma bado level ya kawaida sana kwa Dr. Khalid Aucho. Hawezi kufikia. Watu wanamtabilia Jean Charles Ahoua MVP. Yes, Jean Charles Ahoua akiendelea na muendelezo huu anaweza akafanya kitu kikubwa sana ndani ya msimu huu kwenye ligi yetu. Mpaka dakika ni moja kati ya wachezaji bora. Wakati Simba imecheza mechi 11 nilitangaza. Nikasema kwenye mechi 11 Jean Charles Ahoua ana deserve kuwa MVP wa mechi 11. Walitukana. Haya sasa hivi mnasemaje? Mnasemaje yule mtukana chuma cha Mjerumani? Nilisema kwenye mechi 11 za Simba Jean Charles Ahoua alikuwa na deserve kuwa MVP wakatukana. Huyu hapa unasemaje? Watu kimya. Kwa tutulie, anafanya kazi nzuri sana ambayo na mimi pia naipenda. Ndio maana nikasema wanaosema Jean Charles Ahoua mvivu, sijui mvivu, mtaka pigana watu uwanjani. Jean Charles Ahoua anacheza soka la kisasa, mpira science, no kugusana, kujichanganya waya. Walete kati. Walipata vizuri. Huo ndio Jean Charles Ahoua. Masawa kukumbatiana sio miereka hii. Walipata vizuri. Kwa mimi nampongeza kwa kile anachokifanya Jean Charles Ahoua. Anafanya kazi nzuri sana. Yes. Assalamu alaikum.